Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Jina langu ni Pascal Sibulagiri, mkuu wa wilaya ya Bukombe. Bukombe ni moja ya wilaya 5 katika mkoa wa Geita, na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 Bukombe ina watu zaidi ya 447,000, na utaona kwamba idadi kubwa sana ya watu ambao wapo katika wilaya hii. Sisi katika wilaya yetu tuna tarafa 3, tuna kata 17, tuna vijiji 64. Hiyo ndio mfumo muundo wa utawala ndani ya wilaya ya Bukombe. Na katika wilaya ya Bukombe shughuli kubwa zinazofanyika ni kilimo, lakini pia tuna ufugaji. Wananchi wetu wengi ni wakulima katika mazao mbalimbali, lakini pia ni wafugaji maarufu sana kwa ufugaji wa ng'ombe. Na sehemu pia kubwa ya wananchi inajihusisha na uchimbaji wa madini, na inachangia sehemu kubwa sana kwenye uchumi wa wilaya yetu. Na kwa hivi karibuni wilaya yetu imepata bahati kubwa, neema kubwa sana kukuta kwamba ina maeneo mengi ambayo yamekuwa na madini ya dhahabu, hivyo kuvutia watu wengi kutoka mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania kujihusisha na biashara ya madini. Na hii kwetu imeleta ukuaji wa uchumi kwa kuongeza idadi ya watu, lakini pia mzunguko wa fedha ndani ya maeneo mbalimbali, kutokana na watu wanakuja kufanya biashara mbalimbali. Tumekuwa tukifanya pamoja, ukiachilia uchimbaji wa madini endelea, lakini watu wanakuja kufanya biashara za kuuza matimba, kwa maana ile miti ambayo inatoa support kwa shughuli za uchimbaji, lakini bidhaa za dukani pia zilikuwa zikifanyika hapa. Na pia niseme tu hata mzunguko katika hoteli zetu na nyumba za kulala wageni pia umekuwa mkubwa. Kiujumla tunasema tumeneemeka sana na bahati hiyo kubwa, kwa sababu pia hata pato letu na hali ya uchumi wa wilaya umeonekana ukikua. Ndugu zangu, tuseme tu kwamba tunatambua sasa tuna uongozi awamu ya pili, awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tokea alipoingia madarakani mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa alitangaza vipaumbele mbalimbali atavifanya ndani ya siku 100. Zile siku 100 alikuwa anaonyesha dira nini atakifanya katika miaka 5. Na sisi kama wilaya ya Bukombe ni moja ya watu ambao tunashiriki katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumza, ameyasema, na sisi tunasimamia ili yaweze kutokea, kwa sababu sisi ndio wasaidizi wake wa karibu. Ndani ya wilaya ya Bukombe katika yale maagizo ya siku 100, tutakumbuka moja agizo muhimu sana ilikuwa ni upatikanaji wa bima ya afya kwa wote. Hili pia tuweza kufanya kazi kwa sehemu kubwa sana, na tulichokifanya hadi sasa tutazungumza, tunaweza kutoa elimu kwa wasimamizi wa vituo vyote vya afya, watoa huduma afya ya jamii. Vituo takriban 27 wamepewa elimu ya kuweza kuona namna gani ya kuweza kusimamia swala hili la bima afya. Lakini timu nzima ya wataalamu katika sekta ya afya wameshapewa elimu, na baadhi ya viongozi wamepewa elimu pia namna gani bima afya kwa wote inaweza kwenda kutekelezwa. Sasa hivi tunafanya zoezi la uhakiki. Tunakumbuka kwamba serikali itaenda kulipia gharama za bima kwa watu wote ambao wenye uwezo wa chini, watalipiwa kwa 100%. Sisi wilaya ya Bukombe ni miongoni mwa watu ambao tumenufaika na zoezi la serikali la kulipia watu wake. Na nini tunachokifanya hivi sasa? Tunazungumza tokea tarehe 2 timu ya wataalamu iko katika vijiji ikifanya uhakiki ya wale waliokuwa walengwa wa TASAF, ambao kwa kweli ndio kwenye mfumo rasmi ya watu wenye uwezo wa chini, ili wote waweze kwanza kuhakikisha kwamba wapo katika wameingizwa katika mfumo wa matumizi ya bima ya afya, lakini pili kupewa vitambulisho ili waweze kutumia bima ya afya. Kwa hiyo utaona kabla ya siku hizo za Mheshimiwa Rais hazijaisha, kwenye upande wa bima ya afya kwa wote tayari tumeshaanza kupiga hatua, na tayari watu wetu wanaenda kupewa vitambulisho, na mara zinazotoka maana yake huduma hizi zinaanza kutumika mara moja. Lakini pamoja na hiyo yalikuwepo maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wanatoa matibabu bure kwa 100% kwa yale kwa vipimo na huduma ya kibingwa kwa baadhi ya magonjwa ambayo yalikuwa ni sugu au ni makubwa
na ina gharama kubwa ndani ya wananchi wetu. Niseme tu magonjwa hayo mpaka sasa tuna wagonjwa takriban 106 ambao wamenufaika kupata huduma za bure za kibingwa ndani ya wilaya yetu, na hii ni kwa sababu ya sera nzuri za Mheshimiwa Rais ambazo ameziweka katika kusimamia swala hilo. Kwa hiyo tunakwenda vizuri katika swala hilo, lakini kuna hoja ya kuajiri watumishi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Rais aliahidi kuajiri watumishi zaidi ya 5,000 nchi nzima katika sekta ya afya. Sisi katika wilaya ya Bukombe, cha kwanza tumepata bahati ya kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya ya msingi wapatao 377 ambao walipata mafunzo namna gani ya kutoa huduma ya afya ya msingi katika ngazi ya jamii, na mtatambua kwamba huko ndio kwenye watu wengi sana. Kwa hiyo mafunzo hayo yalitolewa na sasa hivi timu hiyo iko inafanya kazi, na baadhi yao wako field wakiwa wanajaribu kupractice namna gani ya kutoa huduma kwa ngazi ya jamii kwa ubora zaidi. Hayo ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeweza kufanya. Lakini sio hivyo tu, katika sekta ya afya tumepata ajira ya watumishi takriban 95 katika kada mbalimbali ndani ya kipindi hiki cha siku 100. Na hii ni inasaidia sana kwenda kuboresha huduma zetu. So moja changamoto ambayo tulikuwa nayo ni upungufu wa watumishi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Rais tayari alishaikava, tumepokea hao watumishi 95 katika kada mbalimbali ambao wanakwenda kusaidia utoaji wa huduma katika sekta hiyo ya afya. Lakini hoja nyingine ambayo ilikuwepo ambayo Mheshimiwa Rais alisema ataifanya ndani ya siku 100 ni swala la kuondoa zuio la miili ya marehemu ambao wamefariki, na nakumbuka kwamba ilikuwa kama hujalipia gharama za afya na imetokea kuna deni na bahati mbaya mgonjwa wako kafariki, huruhusiwi kwenda kuzika. Sasa Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba ataondoa hilo zuio, na sisi tayari tushatekeleza. Mpaka sasa tunavyozungumza, ndani ya wilaya yetu tuna miili ya marehemu 24 ambayo imeweza kunufaika kwa maagizo haya ya Mheshimiwa Rais, na tunaendelea kutekeleza, na mkumbuke agizo hili litakuwa na kidumu, litatekelezwa kipindi chote cha utawala wa awamu ya 6 mpaka hapo itakapotamkwa vinginevyo. Lakini mpaka sasa tayari miili ya marehemu 24 tumekwisha iachia, kwa maana kuruhusu ndugu zao wachukue miili kuzika bila kulipia gharama yote. Na naomba nitoe msisitizo hapa, ni kwa wale wasiokuwa na uwezo, kwa sababu tunaweza kujua huyu ana uwezo na huyu hana uwezo. Kwa wale wenye uwezo lazima walipe hizo gharama kama inavyotakiwa. Lakini hoja nyingine ambayo ilikuwepo ilikuwa ni kuandaa mkakati madhubuti kwa kuhakikisha kwamba kila mtoto aliko darasa la 3 anajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais pia, na lazima tuyafanyie kazi. Sisi kama wilaya ya Bukombe kupitia halmashauri tayari tuliajiri walimu 7 ambao kwa njia ya mkataba ili kuweza kupunguza ile gap ya walimu katika wanaofundisha madarasa ya awali pamoja na darasa la 1, la 2 na la 3, kwa sababu hao ndio wanaweza kuwajenga watoto kuhakikisha kwamba wanajua zile KK 3 kwa maana kusoma, kuandika na kuhesabu wanakwenda vizuri zaidi. Na tayari tulishaandaa mkakati namna gani ya kuweza kusimamia ili walimu waliopo katika shule zetu hao waweze kuhakikisha kwamba watoto wote wanaweza kujikuta wanapomaliza darasa 3 wanakuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini sio hivyo tu, sisi tumekwenda zaidi kwamba hata yale mahesabu ya awali, kwa maana yanastahili kuwepo mtoto ambaye amemaliza darasa 3, basi ufahamu na uelewa wake ndio unaweza kukidhi matakwa hayo. Hatukuishia hapo kwamba tumeweza kufanikiwa kupokea vitabu kwa ajili ya masomo ya shule za awali na msingi zaidi ya vitabu 4,004. Hivi vitasaidia pia kwa watoto hawa kuweza kutumiwa kwa ajili ya kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa ambayo tunapata ndani ya hizo siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais ameweza kuzizungumzia. Na Mheshimiwa Rais ametupa support kubwa sana, na nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu alipotoa haya maagizo hakutuacha twende hivi hivi, kwa sababu changamoto nyingi kwenye sekta ya elimu anazijua. Tayari ameweza kutuletea ajira mpya walimu 66. Kwa utaona
utaona kwamba aliposema kama nitakwenda kufanya kitu ameshachukua hatua tayari. Sisi tumepokea ajira mpya walimu 66, tumewasambaza katika shule mbalimbali, na hawa watakwenda kusaidia sana kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba watoto wetu wote sasa wanakwenda kuhakikisha kwamba hizi KK 3 zinafanikiwa. Mara tu wanapokuja darasa la 3 wote wanakuwa na uwezo huo na kipaji hicho cha kuweza kufanikisha uelewa wao, na hivyo kuwafanya wanapoingia madarasa ya juu wawe na ufahamu na uelewa wa kutosha. Agizo lingine ambalo lilikuwepo kuhakikisha kwamba tunatenga fedha za kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa vijana wetu, na mtakumbuka Mheshimiwa Rais aliahidi kutenga zaidi ya bilioni 200 kwa nchi nzima kama sehemu ya mitaji. Sisi kama wilaya ya Bukombe tumeshatekeleza hilo. Tutekeleza kwa sababu katika mwaka huu tunazungumza mwezi wa kwanza tumeweza kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 208 katika vikundi vipatavyo 24. Hivi ni vikundi katika yale makundi matatu: wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa tulikuwa na jumla ya vikundi 24 ambavyo vipata mkopo wa thamani ya shilingi milioni 208, na vikundi vyote ukiangalia vilikuwa vina wanachama 137. Kwa hiyo utaona tayari tumetengeneza mitaji kwa watu zaidi ya 137, na hawa ni wale ambao tunaona wakiwa mbele. Lakini watu hao 137 ukiwapa mitaji na wanaanza kuibua shughuli za kufanya, na wao wataenda kuajiri. Kwa hiyo wanapoenda kuajiri pia wanaenda kunufaika wengine ambao kwa nyuma wao zaidi ambao wataenda kunufaika. Kwa hiyo utoaji wa fedha milioni 208 zikidabiriwa kwenye mzunguko zitaenda kunufaisha idadi kubwa ya wananchi ambao wataenda kunufaika kutokana na fedha hivi. Kwa hiyo kwa sisi ndani ya hizo siku 100 utaona hayo ni mambo yetu kuyafanya, na yapo mengi. Kwa mfano kuna mama ambaye miradi ya maji haijasimama, tunatengeneza miradi ya maji. Tafsiri yake ni kwamba tayari tumeweza vitu ambavyo tutakuwa navyo kila siku. Hiyo ni mpango wetu, hiyo katika dira ya maendeleo ya 2050, lakini tayari sisi tumeshaanza kupokea fedha kwa ajili ya shughuli za miradi ya maji. Ukienda kwenye sekta afya pia tumepata fedha, tunamalizia zahanati ambazo zilikuwa hazijamaliziwa, baadhi zilipata fedha. Lakini tuna vituo vya afya viwili ambavyo tunataka kuvijenga katika mwaka huu wa fedha. Yote ni kazi ambayo inafanyika, lakini bado tuna vifaa tiba ambazo tumeweza kupokea. Kwa hiyo tuna mambo mengi yanafanyika katika kipindi kifupi. Tukiingia kwenye sekta ya miundombinu, kwenye upande barabara, mimi nitakuwa ni mashuhuda. Bukombe sasa barabara yetu inajengwa kiwango cha lami. Hiyo ni maendeleo makubwa ambayo anaweza kuyafanya Mheshimiwa Rais katika wilaya yetu ya Bukombe. Lakini sio hivyo tu, ukarabati unaweza kwenda vijijini. Sasa hivi ni msimu wa mvua, lakini tunaona njia zetu nyingi zinapitika. Ni kwa sababu zinafanywa matengenezo hasa katika maeneo ambayo ni korofi. Na yote haya ni ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi kuweza kuyafanya, na sisi tunayashuhudia kwamba kama wasaidizi wake tumepokea fedha nyingi kwa ajili ya usimamizi na utekelezaji wa miradi kama hii. Kiujumla, Bukombe yetu ni nzuri, Bukombe ni safi, na naomba niwahakikishie wananchi, Bukombe ni sehemu salama. Bukombe ni sehemu ambayo unaweza ukaishi kwa amani na ukafanya mambo yako. Bukombe ni wilaya yenye fursa nyingi, na watu wa Bukombe ni watu wema ambao kwa kweli hawana kawaida ya kuwa na vurugu na ukorofi wowote, na ndio sababu shughuli za maendeleo zinakwenda vizuri, kwa sababu amani imetawala na watu wanapenda kuona maendeleo. Asili ya watu wa Bukombe ni wachapa kazi, ni watu ambao wanapenda kufanya kazi kwa muda wote. Kwa hiyo wanapata support ya serikali ya kuletea miradi hii na shughuli hizi, kwao ni neema na faraja kubwa sana, na fursa hii wanaitumia kuhakikisha kwamba wanaitendea haki kwa kufanya kazi na kwa kuzalisha, kuhakikisha kwamba maendeleo yanakusonga mbele. Swala la kumtoa ndoo mama kichwani ni swala ambalo Mheshimiwa Rais amelipa kipaumbele. Alipoingia madarakani, upatikanaji wa maji maeneo ya vijijini katika wilaya yetu ulikuwa si zaidi ya 25%, na kwa sasa upatikanaji wa maji katika maeneo yetu ni zaidi ya 64%. Kwa hiyo tunakwenda tunazunguka maeneo ya vijijini, tunakwenda vizuri, na ipo miradi mingi mikubwa ya maji ambayo imeanzishwa ndani ya wilaya ya Bukombe. Na bahati nzuri binafsi, wiki iliyopita nimeweza kupokea na kuzindua mradi mmoja wa maji ambao uliokuwa Iyogelo.
katika kata ya Iyogelo. Ni mradi ambao ni mkubwa, unahudumia vijiji pale zaidi ya viwili, na utaona ni mradi ambao unakwenda vizuri. Kwa hiyo hizi ni shughuli endelevu, lakini pia bado tuna fedha ambazo tunazipata kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza miradi ya maji. Na vizungumza hivi sasa, serikali tayari imeanza kufanya uchambuzi yakinifu wa kuona namna gani ya kutoa maji Ziwa Victoria na kuleta katika wilaya yetu ya Bukombe. Na imani kabisa katika kipindi cha utawala wa Mheshimiwa Rais zoezi hili linaweza kamilika, na huenda kabla hajamaliza muda wake mradi wa ujenzi wa maji kutoka Ziwa Victoria kuja wilaya Bukombe huenda ukaanza kutekelezwa. Kwa hiyo utaona zile ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya na akizipigania kwa muda wote kwa kwamba anahakikisha wananchi wake hawawezi kupata shida ya maji. Napenda kutoa wito kwa wananchi wa Bukombe. Kwanza, tuwe na imani na serikali iliyoko madarakani, na tuwe na imani na Mheshimiwa Rais na tumuunge mkono. Mheshimiwa Rais amekuwa na nia ya dhati kuhakikisha kwamba anaondoa kero za Tanzania. Lakini la pili, tuwe watulivu, tusianze kuiga tabia za watu wengine. Sehemu yote ambayo ina machafuko na vurugu haiwezi kuwa na maendeleo ya dhati, na ili tuwe na maendeleo ya dhati na tufanye shughuli zetu na tuweze kukuza uchumi wetu, lazima amani itawale, na amani huwezi kuipata kama hatuna hali ya utulivu. Lakini wito wangu wa tatu, naomba wananchi wote tujitahidi sana kufuata taratibu, kanuni, sheria katika kila jambo tunalolifanya. Miongozo ipo. Hakuna jambo ndani ya nchi unaweza kufanya ambalo haliwekewa utaratibu wake. Kwa hiyo tunapofanya jambo lolote, iwe katika swala kilimo, iwe katika mambo ya biashara, lolote ukifanya, iwe katika uchimbaji, basi tuhakikishe kwamba zile taratibu katika sekta husika zinafuatwa kwa vizuri zaidi. Tukiweza kutimiza hayo, nataka niwahakikishie Bukombe yetu itakuwa kwa kasi, itakwenda juu mno, na watu wengine watapenda kuja kujifunza kutoka kwetu.